Kwanza nafikiri niwape pole wana Dodoma na wachezaji, viongozi na sisi wenyewe benchi la ufundi. Pili niwapongeze Yanga kwa kupata ushindi. Yote kwa yote nafikiri ligi imekwisha na huu ulikuwa mchezo wa mwisho. Nafikiri vijana wamejitahidi, game plan mwanzo ilikuwa nzuri, lakini nafikiri baadaye vijana wakashindwa kuhimili, kufanya makosa mengi, tumeweza kuadhibiwa. Kwa yote nafikiri niwapongeze walioweza kushinda mechi. Ukifungwa ina maana timu imefanya makosa. Unaona, kufanya makosa. Na maana kipindi cha kwanza tukifanya makosa mengi tuliadhibiwa goli moja. Na ndio maana kurudi kipindi cha pili nafikiri vijana wakarudia makosa ambayo tulikuwa nafanya, na wenzetu ukifanya makosa moja mbili wanayatumia. Kwa hiyo siku zote kwenye mpira ukifanya makosa ambayo yanamnufaisha mwenzio. Kwa hiyo kikubwa ukifanya makosa unaadhibiwa. Kikubwa tulikuwa tujafanikisha malengo yetu, lakini ligi imebaki iko salama, hilo nalo lengo pia. Malengo yalikuwa ni nini? Sasa malengo mimi na waajili wangu. Unaona? Mimi na waajili wangu ndio tunajua lengo nini. Kikubwa tumebaki kwenye ligi kuu. Basi ni jambo la kushukuru. Ligi ni ngumu. Unajua ligi ukikaa wewe unahoji tu maswali, ukikaa kwenye position yangu ndio utajua kazi ya ukocha au mpira una ugumu kiasi gani. Lakini mpira ukikaa tu hivi nje hivi unapiga bla bla, unaona ni vitu rahisi sana. Si umekaa tu unaangalia unatoa makosa nini, lakini ni kazi ngumu. Umeona eh? Kwa yote ndio maana nimekuambia kwanza tunashukuru kwa kuibakisha timu salama. Unaona eh? Timu ibakisha mechi karibia 4, lakini timu tayari ilikuwa iko salama. Unaona? Kwa hiyo na huu ndio msimu wa kwanza. Kwa hiyo kikubwa ni kujipanga kwa sababu ushaona mapungufu nini. Na yote kwenye mpira ni uwekezaji na mpira ni process. Ukichukua wachezaji waliokuwa bora basi na timu yako itafanya vizuri. Hilo ndio kubwa. Sasa makosa ni mengi, huwezi ukaainisha moja kwa moja. Lakini yote kwa sababu tumefungwa basi ilikuwa kuna mianya ya makosa. Ina maana tulikuwa tunawafaidisha wapinzani wetu, tunafanya makosa ambayo wao wanayatumia. Hicho ndio kikubwa.